Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu la Iran limesema hatutaufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Jeshi hilo la Jamhuri ya Kiislamu la Iran IRGC limetangaza kuwa mlango wa bahari wa Hormuz hautaweza kufunguliwa tena iwapo vitisho na kauli za vita bado zinaendelea kutolewa na viongozi wa Marekani pamoja na kuingilia harakati za meli katika eneo hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la Iran IRNA, jeshi hilo limesema vitisho na uingiliaji kati vimefanya hali kuwa ngumu na tata zaidi. Taarifa hiyo pia imesema bila kuitaja nchi yoyote kwa jina kwamba nchi zinazohusika kuisaidia Marekani katika mashambulizi yake itakabiliwa vikali. Hata hivyo, inaelezwa kwamba mataifa Mashariki ya Kati ndio pengine moja kati ya mataifa hayo imetajwa. Moja kati ya mataifa ambayo hutoa msaada mkubwa zaidi kwa Marekani ni pamoja na Israel, lakini pia Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Hizi zinatajwa kuhusika moja kwa moja katika kurusha baadhi ya makombora kwa siri mno, lakini ni Israel ambayo ilifanya mashambulizi ya moja kwa moja. Jeshi la Marekani katika Mashariki ya Kati limetangaza kwamba IRGC, kwa maana jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, halina mamlaka ya kuamua njia ambayo meli zinapaswa kutumia katika mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini moja kati ya jambo ambalo bado limekuwa ni gumu kwa CENTCOM, kwa maana jeshi la Marekani katika Mashariki ya Kati, ni kufungua mlango huo wa bahari wa Hormuz. Kwa mtazamo wa wengi, mafanikio muhimu zaidi ya kimkakati ambayo Iran inapata katika vita hivi ni mlango wa bahari wa Hormuz. Tehran imeweza kutumia nafasi yake ya kijiografia kuhamisha gharama za vita kutoka uwanja wa mapambano ya kijeshi hadi kwenye soko la nishati la mafuta la kimataifa na kubadili mgogoro ambao awali ulikuwa kati ya Iran na Marekani kuwa suala linaloathiri mataifa yenye uchumi mkubwa duniani. Uwezo wa Iran wa kushinikiza Washington kufikia makubaliano na Tehran licha ya Marekani kuwa na nguvu kubwa zaidi za kijeshi unasemekana uliafikiwa licha ya Marekani kushindwa kufikia malengo yake. Makubaliano yaliyofikiwa hayakudumu kwa muda mrefu. Viongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wamekuwa wakisisitiza kuhusu umuhimu wa kudhibiti uratibu wa mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini je, Iran haishushi thamani eneo hilo la kimkakati ikiendelea kutegemea sana mlango wa bahari wa Hormuz? Iran inaamini kwamba hakuna eneo ambalo lina uwezekano wa kupitisha mafuta zaidi ya Hormuz, lakini pia kwa sasa inaonekana kwa kushirikiana na wapiganaji wa Kihouthi wanaodhibiti tena mlango wa bahari wa Bab al-Mandeb, na kwamba njia za upitishaji wa mafuta zinazidi kuzibwa na wa Iran na washirika wake. Mgogoro kati ya Iran na Marekani sasa unaonekana kuzidi suala la kupita kwa meli chache au kutozwa kwa ada za usafirishaji. Iran inataka kudumisha na kuimarisha nafasi iliyoipata wakati wa vita, huku Washington ikitaka kuzuia udhibiti wa Iran juu ya mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa nishati duniani. Hali hii pia inatafsiriwa kuwa ni juhudi za kila upande kujiweka katika nafasi nzuri zaidi kwa mazungumzo ya baadaye. Wakati huo, baadhi wanaunga mkono sera ya kusimamia kile kinachoitwa utaratibu wa Iran katika mlango wa bahari wa Hormuz wanaamini kuwa njia hiyo ya maji inaipa Iran uwezo wa kuhamisha gharama za shinikizo la Marekani la kijeshi kwa uchumi wa dunia kwa kuongeza hali ya kutokuwepo kwa uhakika wa soko la nishati. Iran pia inaweza kuzihusisha nchi za Ghuba ya Uajemi na mataifa yanayotegemea mafuta katika athari za vita. Wanaunga mkono sera hii nchini Iran wanasema kuwa Tehran ikiacha madai yake kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz haitakuwa imeacha tu chombo cha kawaida cha kutoa shinikizo, bali itakuwa imepoteza mafanikio makubwa zaidi ya kimkakati yaliyopatikana wakati wa vita. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea